Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Kama ambavyo mnajua, tulipata ajali mbaya sana maeneo ya Soni, ambapo gari dogo la Costa liliweza kuingia kwenye korongo umbali mrefu sana, na hatimaye tuliweza kupoteza ndugu zetu 5, na tumeongeza tena mmoja ambaye aliletwa hapa ambaye ameweza kufariki. Lakini tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu zaidi ya watu 20 wameweza kunusurika. Lakini tunawapongeza sana wenzetu wa Lushoto, DC mkuu wa wilaya ya Lushoto na kamati nzima ya usalama na kamanda wetu wa polisi wa mkoa RPC, lakini vile vile na timu nzima ya maskari kule Lushoto kwa kazi nzuri, na wananchi walijitokeza kwa wingi kushuka huko kwenye korongo mbali mrefu sana kwenda kuwafuata wenzetu na kuwatoa na kuwanusuru wale waliopata majeraha na kuwaisha hospitali. Lakini shukrani za pekee kwa wauguzi, madaktari wetu wote huko Lushoto, lakini na hata hapa katika hospitali yetu ya rufaa ya Bombo. Tumepita na wenzangu kwenda kuona na kuwasalimia na kuwapa pole na kufikisha salamu za pole za Mheshimiwa Rais kwa wenzetu ambao wamelazwa. Hapa tulikuwa tuna wagonjwa 9, mmoja Mwenyezi Mungu amemchukua, na huyu ambaye alikuwa amechelewesha kidogo kuletwa, lakini wale waliowahi 8 wote wanaendelea vizuri. Kuna ambao wameshapata upasuaji, kuna ambao wataendelea kupata upasuaji, lakini na wengine ambao hawahitaji upasuaji na wanaendelea vizuri. Hapa tuna watoto 2, tumewaona hali zao ni nzuri. Tuna wanaume pia 2, lakini na wengine ni wanawake. Sasa changamoto ni kuona jinsi gani tutawasaidia, kwa sababu unakuta hao kina mama ndio wale waliokuwa na hudumia familia zao. Kwa hivyo anapolala ina maana mambo mengine yote yanalala, shughuli za ujasiriamali zinalala na shughuli zingine. Kwa hivyo kama tutaomba sana Wasamaria wema, kama wataweza kujaliwa basi wapite waje kumuona mganga mfawidhi, ili chochote watakachoweza kujaliwa waweze kuwasaidia, ili wenzetu watakapotoka waweze kuwa na maisha mengine pia yaendelee. Kwa vile sasa lengo la serikali kwa kweli ni kuwa na bima ya afya kwa wananchi wote. Mchakato huu unaendelea na taratibu zingine zinakamilishwa, na kwa wenzetu hao ambao wamepata hii ajali, serikali itagharamia, na Mheshimiwa Rais maelekezo yake ni kwamba wagharamiwe ili waweze kupata matibabu, wasikwame pale wanapohitaji upasuaji, wafanyiwe upasuaji, na taratibu nzima za kutoa fedha za kulipia basi na msamaha huo zitatoka kwenye serikali. Kwa kweli sisi tunaendelea kuwasisitiza kwamba ni lazima wawe na umakini. Naambiwa kwamba dereva wa lile gari ni mzoefu, sio kwamba ni dereva mgeni, lakini ndio hivyo, ajali ni ajali. Lakini kwa wale ambao wanakwenda mwendo kasi bila kuzingatia taratibu, na sasa hivi tuna kamanda wa polisi wa mkoa tumeongea, na tunaona sasa kuna haja ya kuangalia katika maeneo ambayo yana kona kali, kuweka japo chuma zile za vizuizi, ambapo gari likigonga itapunguza ile kasi ya kuserereka sana. Lakini pia miti, kupanda miti, ungekuwa na miti iliyosimama, gari lingepiga kwenye miti, ingeza ikasimama bila kwenda mbali zaidi. Kwa hivyo tutaendelea kuhakikisha jitihada hizo zote zinakamilika. Lakini mimi nawapongeza sana. Hapa tulikuwa tuna mgonjwa kutoka Kenya, kama ambavyo mlimuona, ni msafiri, amekuja hana jamaa, amepata ajali, alikuwa katika shughuli zake za kibiashara kuleta bidhaa, na tukasema basi wacha tumsaidie kwa sababu ndio ujirani mwema, ndio udugu. Kwa majina naitwa Dr. Frank Shega, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Tanga. Tulipokea majeruhi 9 kutokana na ile ajali ya Lushoto, lakini katika hao 9 mmoja alikuja akiwa hana dalili za uhai, tukabakiwa na majeruhi 8. Katika hao 8, 2 walikuwa ni watoto, na hao 6 watu wazima, 3 walikuwa ni wanaume na 3 walikuwa ni wanawake. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tangu tumewapokea mpaka sasa hivi wote wanaendelea vizuri, na hakuna yeyote ambaye ana dalili mbaya ya kuhatarisha maisha yake. Katika hao 6 sana tuna 2 ambao inabidi wafanywe upasuaji kwenye mivunjiko yao, lakini wengine wote waliobaki wanasubiri tu uangalizi
wakishakaa vizuri tutawaruhusu kwenda nyumbani. Je, unatafuta chuo bora kitakachokupa elimu yenye ubora, maarifa ya vitendo na kukuandaa kwa ajira au kujiajiri? Hii ndiyo fursa yako. Mkuu wa chuo cha kilimo na mifugo Kachenje Training Institute anawatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na 6 pamoja na vijana wenye shauku ya kujifunza kuwa nafasi za masomo kwa mwaka mpya wa masomo sasa zimefunguliwa rasmi. Kachenje Training Institute ni chuo kinachotoa mafunzo bora katika sekta ya kilimo na mifugo, kuzingatia elimu ya nadharia na vitendo ili kuandaa wanafunzi kuwa wataalamu mahiri na wazalishaji wa kisasa. Chuo kipo mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Same, kijiji cha Makanya, kikiwa karibu kabisa na barabara kuu ya mabasi ya Dar es Salaam na Arusha, hivyo ni rahisi kufikika kutoka maeneo mbalimbali nchini. Usikose nafasi hii adhimu ya kujijengea maisha bora kupitia elimu yenye tija. Masomo yataanza rasmi mwezi Septemba, hivyo wahi kujiandikisha mapema kwani nafasi ni chache. Kwa mawasiliano na usajili, wasiliana nasi kupitia email admin@kachenje.ac.tz au 0713331986. Kachenje Training Institute tunawakaribisha kwa maarifa na ujuzi.